haribika. Kwa saa hizi ninachofanyaga mimi huwa ninaomba, ninambariki. Huwa nabariki pale anapolala, ninashika nasema ninabariki. Malaika akija kulala hapa, mwinueni, mpe amani, mjazeni hiki, fanyeni hiki. Naomba hivyo. Kwa nini? Kwa sababu amejua. Kwa niliona linafanya kazi. Kuna mama mmoja aliposikia nasema kitu cha namna hii, mume wake alikuwa msumbufu sana, mlevi sana. Akaenda kwenye lile eneo akaomba, akasema maneno, akasema kitanda na kusemesha. Akilala hapa, huyu mwanaume ni mkali, ni msumbufu. Akilala hapa, ule ukali wote iwe hivi, msemeshe katika jina la Yesu Kristo. Msemeshe katika jina la Yesu Kristo. Anasema walipoamka, kitu cha kwanza mume wake akamwambia, mke wangu, una vitenge vichafu huko, nataka nikafue kidogo. Alipigia simu, anasema mtumishi hajawahi yaani anifulie kitenge, mimi kitenge, mume wangu. Hata sina uhakika kwamba anaweza kufanya usafi namna hiyo. Mambo yake yalibadilika. Sasa sikufundishi hivi kwa maana ya kwamba imani yako uiweke kwenye kitanda. Sikufundishi kitu cha namna hiyo. Sikufundishi namna hiyo kwamba uharibu alafu uamini kwamba kitanda kitakusaidia. Najaribu kukueleza uwezo ulio nao. Uwezo ulio nao. Haleluya. Kwani wale ambao wanaombea anaombea labda, okay, by the way mimi sifanyagi hivyo, hatufanyi hivyo. Sisi hatujapewa ufunuo na mimi sielewi nani anafanya hivyo. Kwani wale ambao anaombea sabuni alafu anamuuzia mtu sabuni ya upako, mtu alikuwa anaumwa anaogea ile sabuni ya upako alafu anapona, kwani ni kitu gani ambacho huwa wanafanya ambacho wewe huwezi kukifanya kwenye kitanda chako? Kwa hiyo unapoanza kuombea kitanda chako, kuna vitu ambavyo Mungu anaanza kukuonyesha. Kuna mambo ambayo Mungu ataanza kusema nawe. Lakini jambo la tatu, kitanda kinaweza kikaamuliwa kumtesa mtu. Kitanda kinaweza kikaamuliwa. Kitanda kinaweza kikaamuliwa kumtesa mtu. Kinaweza kikaamuliwa kumtesa mtu. Na mtu akateseka sana kwenye maisha yake. Nafikiri umewahi kusikiaga watu wanasema, kuna watu hata hapa inawezekana wapo, nikilala huwa na mwili unauma. Nikilala nasikiaga joto linapanda. Yaani usiku nikiwa nimelala nasikia homa. Yaani usiku nikilala, nikiamka asubuhi, nisikilize. Nikilala nikiamka asubuhi, mwili wote unaniuma. Yaani mwili, viungo vyote vinauma. Umewahi kusikiaga hiyo Nakuuliza, umewahi kusikiaga hiyo? Shida inakuaga wapi? Huyu mtu anaamka asubuhi amechoka kuliko kawaida. Sisi tuna ile moja tu kwamba wanampelekaga kumlimisha mashamba. Sio lazima iwe hivyo. Lakini wengi sana vitanda vinaamriwa kumtesa, na kuna matatizo na madhara anayapata kwenye hilo eneo. Ndio maana unaweza ukaomba kwenye mwili wako, lakini ukasahau kuombea eneo ambalo adui ana uwezo wa kulidhibiti na kuliathiri. Kwa lazima ujifunze kuomba. Sikiliza. Watoto wetu wengi sana wameharibiwa maisha yao na tabia mbaya wamekuwa nazo kwa kuzipata kitandani. Tabia nyingi mbaya walizo nazo watoto wetu nyingi wanazitoa kitandani. Kwa nini? Kwa sababu shetani anajua kwamba wewe una muda wa kuomba na mtoto ukiwa sebuleni. Lakini lini mara ya mwisho umewahi kwenda kuombea kitanda ambacho mtoto wako analala? Kwa sababu nimekuambia kitanda ni madhabahu, ni eneo la mabadilishano. Ni mahali ambapo inaweza ikachukuliwa tabia nzuri na ikawekwa tabia mbaya kwenye kitanda. Wako watoto ambao tumekutana nao tunawaombea, mtoto amekuwa mchawi live kabisa. Lakini huo uchawi ameupata wapi? Ameupata kitandani. Tulikuwa tunafanya huduma moja, tulikuwa tunaombea mtoto mmoja wa mwinjilisti wa kanisa. Huyo mtoto ni kachawi. Ile tumeomba kwenye ile madhabahu, tukamkamata pale. Anasema tumekuja kuharibu huduma. Ni katoto kadogo sana. Kanasema nimetumwa na wenzangu wako kule, mimi nimekamatwa hapa. Na usifikiri nikakichaa. Sio kakichaa. Kana akili sawa. Kako darasa la 6. Sasa kalianza kueleza mambo ambayo kamekuwa kanayafanya.
Nikasema baba yake na mama yake, wakasema mtoto wa mwinjilisti. Nikasema muite aje hapa. Wakamuita, nikasema hebu sikiliza mambo ambayo mtoto wako anasema. Yule mtoto akaanza kueleza mambo ambayo alikuwa anayafanya. Mama analia machozi. Anasema huyu mtoto ameupata wapi uchawi? Kwetu sisi uchawi haupo. Hayupo uchawi kwetu. Ameutoa wapi uchawi? Tunamuuliza hivyo, yule mtoto anasema alianza huo uchawi kwa mara ya kwanza amelala kitandani. Kuna bibi akaja. Kamtaja na huyo bibi. Kuna bibi akaja. Ile amelala akamwamsha. Yule bibi alitokea chini ya kitandani kwenye kona mojawapo. Akamwamsha yule binti akaamka. Anasema alipoamka bati likafunguka hivi, akamtoa kwenye bati. Akamwambia nimekupenda sana, nataka nikufundishe kitu. Akamnywesha damu. Kwanza hapo yule mtoto tabia zake zikaanza kubadilika. Mzazi mwenyewe anasema, yani nashangaa huyu mtoto tabia zake zimekuaje? Hatukuelewa hizi tabia za kiburi na vitu vingine amevitoa wapi? Na huyo mtoto ni ameua watu wengi kuliko unavyofikiri wewe. Wengi vile vile kalivyo. Huyu bibi mpaka anakuja kumchukua huyu mtoto. Na kwa sababu kwenye ulimwengu wa giza kama ilivyo kwenye ulimwengu wa nuru, mimi na wewe tuna wito mmoja wa kuwaleta watu kwa Kristo. Si ndio? Vile vile na wao na wenyewe kwenye ufalme wao wana wito wa kupeleka watu wao kwenye ufalme wao. Kwa hiyo mtu anaweza akawa na wajukuu zake, lakini wajukuu zake inawezekana wazazi wake wanawaombea, anashindwa. Kwa ni lazima akatafute kwingine kokote. Anakuja kwa mtoto wako. Anakuja kwa mtoto wake. Ndio akaenda kwa huyo kampata. Yule binti akawa mchawi kuliko kawaida, na anasema akaniambia ukija kusema takuua. Na akaeleza wenzake waliokufa. Anasema kwa mfano mtoto wa fulani alikufa kwa sababu alikuwa anataka kutoa siri, na ndio maana alikufa. Yule mama anasema alafu yule mtoto alikufa tu, alikauka ghafla akafa hapo. Hawaelewi nini kimemuua, lakini ni hiyo uchawi walifanya, huo uchawi wakamuua. Sasa tulivyomaliza pale, tumemwombea pale, yule mtoto amefunguliwa. Nikamwambia sasa jamani, basi limeisha, sasa mnaweza mkaenda kwa amani. Wakatoka nje. Baadaye wakarudi, samani mtumishi, tulikuwa tunakuomba huyu mtoto kwa hizi siku 2 ukalale naye nyumbani kwako, ili kama kuna kifungo bado. Nikauliza sasa mtaendelea kuombea akiwa nyumbani? Akasema tunamuogopa, yani ni mtoto wao, tunamuogopa, tunakuomba tu. Nikasema fine, tukaenda naye. Tulipofika nyumbani sasa, si wale tuliokuwa nao si wanajua, wakahama wote chumbani, wakalala sebuleni, wakamwacha peke yake. Sasa aliyoyasema huyu mtoto tunayaogopa kuliko kawaida. Lakini haya mambo yametokea akiwa wapi? Kitandani. Na kwa sababu wazazi hawana huo muda wa kuenda kusemesha vitanda. Hawana. Kwa sababu wanaamini tu ule upako nilioachilia juu yake unatosha. Shetani ana uwezo wa kuwekeza kwenye hilo eneo. Ana uwezo wa kupanda tabia. Ndio maana nimekwambia hizi tabia sio kwa sababu amezikuta kwa wenzake shuleni. Hizi tabia huwa zinakutwa kitandani. Kitandani kama ulikuwa hujui. Hazikuti njiani akiwa anatembea, zinapandwa. Anapoamka asubuhi liko ndani ya uwezo wake. Nitakuelekeza hawa wanafanyeje. Yako ndani ya uwezo wake. Kwa nini? Kwa sababu yalikuwa yanapandwa. Inawezekana yeye mwenyewe hata alikuwa hajui kwamba kuna kitu kinapandwa. Kwa hiyo kuna mwingine anapandiwa umaskini hapo. Nimesema nitakueleza wanavyofanya. Shetani anavyofanya. Sasa mimi siko huko sijui uogope uchawi wala no. Nataka nikuonyeshe wanavyofanya, lakini nikuonyeshe na wewe unachotakiwa kufanya. Umaskini unaweza ukapandwa hapo ukiwa kitandani kwako. Alafu unapoamka mambo ya kimaskini yanakufuatilia, vitu kuharibika inakufuatilia. Hata ujui hiki kitu kimetoka wapi. Na ndio msala tulionao watoto wa Mungu. Tuna matatizo mengi sana tunayoyaombea, lakini hatujui hayo matatizo yametokaga wapi. Kwa mara kwanza tunafundisha hili somo, tulikuwa Mwanza. Wiki nzima tunafundisha. Sasa ile nimefundisha, nimemaliza, kesho tunarudi tena. Unajua tulikuwa hatuna muda wa kuonana na watu kuwaombea, na kwa sababu ratiba namna tulivyoiweka. Unajua
ile kesho tunarudi. Na nilishawaambia watu hapana, sitaonana na mtu kwa sasa, tujifunze kwanza. Kama ambavyo natamani hapa tujifunze kwanza. Haleluya. Katoto fulani kadogo sana, mdogo mno. Mdogo mno. Nafikiri kama mtoto wangu alikuwa kama umri wa mtoto wangu huyu hapa. Mdogo mno. Akanisubiria mlangoni kwa mchungaji, akaniambia, "Shikamo mchungaji." Nikasema marahaba. Alafu akasema hivi. Akasema, "Mchungaji, mafundisho unayotufundisha yanatusaidia wengi, tunapona sana. Mungu akubariki." Nikashangaa. Hakuna mtu mzima ameniambia hivyo. Huyu mtoto mdogo huo ufahamu wa kusema kitu cha namna hiyo ameutoa wapi? Kabidi nimsikilize. "Wewe ni mtoto wa nani?" "Mama yako yuko hapa hivi na hivi na hivi." Alafu akaniambia, akasema, "Alafu mtumishi, nina jambo." Nikamsikiliza, nikasema ndio. Anasema, "Jana ulipotufundisha kuhusiana na kusemesha kitanda." Anasema, "Tulienda nyumbani nikiwa na wadogo zangu." Anasema, "Tulipofika nyumbani na wadogo zangu wawili, tulipofika nyumbani nikawaambia wadogo zangu kwamba kanisani mtumishi ametufundisha kusemesha vitanda. Kwa nikawaambia wadogo zangu, twendeni tukasemeshe kitanda." Wakamuuliza, "Ndio tunasemeshaje?" Anasema, "Nikawaambia hajafundisha namna ya kusemesha, lakini twendeni tu tukaseme chochote kwenye kitanda." Anasema, "Tukaenda tukasemesha kitanda, tukalala." Ni kitanda chao. Anasema, usiku nikiwa nimelala nikaota ndoto, tuko sebuleni na baba. Baba alikuwa anasoma gazeti, mimi nilikuwa nanyosha shati la shule. Anasema, ghafla nikaona kuna nyoka mkubwa ameingia mlangoni. Yule nyoka akawa anakuja, baadaye nikawa napiga kelele, namwambia, "Baba, nyoka huyo, baba, nyoka, nyoka." Anasema baba akawa hanisikii, ameshika anasoma gazeti. Nini ambacho Roho Mtakatifu alikuwa anasema na huyu mtoto? Alikuwa anamuonyesha hivi, kuna vitu vingi vya kiroho vinatokea, lakini wazazi wenu hawako sensitive, sio wasikivu, hawawezi kusikia. Na kwa nini hawawezi kusikia? Hawajaweka umakini wa kusikia. Mungu aliamua kuwaonyesha watoto kwa sababu watoto walionyesha nia ya kutaka kulifanya hilo jambo. Na kwa sababu hizi injili wakati mwingine haziwasaidiagi watu. Unaweza kuhubiri hapa siku zote na mtu akawepo akasikia, lakini hafanyi chochote. Na maana nikawaambia watu, nikasema hizi injili wakati mwingine Wakristo hawa wakati mwingine zinakuwaga tu burudani. Yaani ni burudani. Kama vile mtu ambaye yeye kila siku anaenda kunywa pombe, yeye ndio burudani yake. Muulize unapata nini kwenye hizo pombe? Hana chochote. Ndivyo hivyo watoto wa Mungu. Tahubiri neno hapo, watapiga na kelele, "Sema Baba tupone," lakini hawaponi. Watatoka na hapo nje, "Yaani leo kulikuwa na upako, yaani leo kulikuwa na upako, yaani leo kulikuwa na upako." Alafu yanaishia hapo hapo. Light kama haya tunayojifunza, kila mtu angekuwa na uwezo wa kwenda kuyaweka kwenye matendo. Aliweke kwenye matendo hata kwa wiki moja tu hilo jambo tunaojifunza hapa. Ungeona namna ambavyo tungekuwa na kanisa lenye nguvu kuliko kawaida. Shida moja ni kwamba unaweza ukafundisha hapa akasikiliza. Afa akasema sawa. Afa anakuja na kama, "Mtumishi, nimeelewa sana ulichosema, kinanihusu, naomba uniombee." Yaani pamoja na yale uliomwambia kwamba kafanye 1 2 3, haendi kufanya, anatafuta mtu atakayeenda kumuombea. Na ndio maana tunaendeleaga kukwama. Nilijifunza kitu kikubwa sana. Yule mtoto anasema baadaye yule nyoka alipoona anapiga kelele, yule nyoka akawa anakimbia akaenda chumbani. Anasema nikaelewa kwamba anaenda chumbani kwetu. Anasema na kule chumbani nikagundua kwamba kuna mdogo wetu yule wa mwisho amelala. Kwa hiyo nikaanza kukimbia kwa sababu baba hanisikii. Nikawa nakimbia niende nikamuokoe yule mdogo wangu aliyeko kule chumbani. Anasema nilipofika kule chumbani nilikuta yule nyoka amemzungusha mdogo wangu, amemzingira hivi, alafu ameachama hivi, anataka kummeza. Naomba nikuulize swali. Unafikiri kwamba ndoto ya namna hii ni sinema tu huyu mtoto alikuwa anaona? Unafikiri ni picture tu huyu mtoto alikuwa anaona? No, kuna kitu ambacho Mungu alikuwa anajaribu kumuonyesha cha uhalisia. Haleluya.
Anasema ndipo nikaanza kusema kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Nikamshika mkiani yule nyoka nikamvuta. Nilipomvuta akamgonga hapa kwenye paja mdogo wangu, lakini yule nyoka akawa ameteketea, amepotea. Anasema nilipomsimulia ndoto hii mama akasema anaogopa, akasema nenda ukamuone yule mtumishi umsimulie ulichoona. Nikamwambia muite mama. Mama akaja. Akaniambia mtumishi, kwanza nimeogopa na Mungu atusamee. Anasema ulipofundisha jana tulibarikiwa sana. Nilikuwepo mimi na mume wangu. Tulisikia wote. Tulitoka hapa tumebarikiwa sana. Lakini tuliporudi nyumbani hatukuenda kufanya hicho kitu. Anasema huyu mtoto wala hatukuwaambia kwamba mwende mkaseme kitu. Hatukuwaambia wakaseme kitu chochote. Hatukuwaambia, lakini walienda kufanya wenyewe na hicho ndicho walichokiona. Anasema na huyu mtoto ambaye anasema amegongwa hivyo, kuna tabia fulani ambazo wanazo tofauti kabisa na hawa wengine, hata sijui anazipata wapi. Nikamwambia sasa unaelewa anakozipata Akasema yes. Nikasema ndio. Nikasema fikiri kwa mfano mzazi, una mtoto wako anakusumbua, anavuta bangi, anakusumbua, hasikii unapomuelekeza, hataki kusoma, ana tabia mbaya, lakini analala nyumbani kwako, nyumba yako, chumba chako. Unashindwaje wakati fulani akitoka, ingia kule chumbani, nenda ukasemeshe kile kitanda? Unashindwaje? Atakasirika sana. Si nyumba yako, akajenge ya kwake. Kama atakasirika wewe kuingia chumbani kwake, akajenge ya kwake. Si ni nyumba yako umejenga, umempa chumba. Una uwezo wa kuingia. Kuna wakati mwingine unamwambia tu say John, subiri kwanza chumbani kwako, acha wazi kidogo, kuna usafi nitakusaidia kidogo. Asante mama, asante. Lakini wewe lengo lako sio kwenda kufanya usafi. Lengo lako ni kwenda kusemesha kitanda. Kitanda, sikiliza. Huyu mtoto wangu ni mlevi, amepewa ulevi. Ninasemesha kitanda. Akilala hapa, ninaamuru asisikie hamu tena ya pombe. Na kausha pombe katika jina la Yesu. Kitanda akilala hapa, lifanyike hilo. Fanya hivyo mara moja, mara mbili, alafu uone matokeo. Haleluya. Haleluya. Kuna mwingine unaweza ukamsemea hivyo mume wako au mke wako, ghafla ndo akabadilika akawa vibaya zaidi. Wengi wanakataga tamaa. Wanaona kama vile mbona nimeomba hivi ndo mambo yamekuwa. Tumesikia shuhuda hizo sana. Mbona mambo yamekuwa mabaya zaidi? Hayajawa mabaya kwa sababu ulichoomba ni kitu kibaya. Shetani ameshaona tayari, umejua ukweli. Kwa hiyo analifanya hilo jambo liwe baya ili ukate tamaa. Ukiona hivyo, fanya tena, ongeza tena mpaka umeona mabadiliko kwenye hilo eneo. Haleluya. Jina la Bwana Yesu limebarikiwa. Sikiliza. Hili eneo la kitanda ni madhabahu muhimu sana. Linaweza likaamuliwa kukutesa kwa sababu ni eneo sikivu. Kwa sababu hiyo, Mungu pia anatumia hili eneo kusema na mtu. Kama Mungu anatumia kusema na mtu kwenye hili eneo, shetani pia anatumia kusema na mtu akiwa kwenye hili eneo. Haleluya. Akiwa kwenye hili eneo. Kwa hiyo ni eneo potential, ni eneo muhimu ambalo hutakiwi kuliacha hivi hivi bila kulifanyia kazi. Okay. Ngoja nikuonyeshe hiki kitu. Biblia inatuonyesha hivi kwamba Mungu ametubariki kwa baraka zote katika ulimwengu wa roho. Naomba nikusomee huu mstari, alafu uone namna ambavyo shetani huwa anafanya. Waefeso. Fungua na mimi kile kitabu cha Waefeso. Uone kitu ambacho Mungu amekupa ndani yako, na uone kwa nini shetani anafanya anachokifanya na anafanyeje. Waefeso 1 ule mstari wa 18 mpaka mstari wa 20. Anasema hivi. Naomba nisome kama hujapata. Waefeso 1:18 mpaka 20. Anasema, macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, mjue tumaini la mwito wake jinsi lilivyo, na utajiri wa utukufu wa urithi wake katika watakatifu jinsi ulivyo. Anasema, na ubora wa ukuu wa uweza wake ndani yetu tuaminio jinsi ulivyo, kwa kadri ya utendaji wa nguvu za uweza wake. Angalia hayo maneno, kwa kadri ya utendaji wa nguvu za uweza wake. Anasema, aliotenda katika Kristo alipomfufua katika wafu, akamweka mkono wake wa kuume katika ulimwengu wa roho.
Angalia anachosema hapa. Anachosema hapa ni hiki. Kwamba uwezo ule ule wa Roho ambao Roho Mtakatifu aliutumia kumfufua Yesu kutoka kwa wafu, kumuinua kutoka kwa wafu na kumketisha juu ya vitu vyote, kumrithisha vitu vyote Kristo, anasema uwezo huo unakaa ndani yenu. Unasikia hayo maneno? Nisikilize mtu wa Mungu. Haya mambo usiposhawishika na kuyakubali haya mambo kwamba ndivyo yalivyo, hauendi kokote. Utaomba sana, utapiga sana kelele, lakini hauendi kokote. Na kuhakikishia ni lazima ushawishike. Ninachokifanya hapa sijaribu kuzungumza na roho yako. Roho yako inayajua haya yote. Biblia inasema ukishakuwa ndani ya Kristo umekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, yamekuwa mapya. Maana yake unapompokea Yesu, roho yako inabadilishwa, haiwi ndogo tena. Hakunaga roho sijui ndogo wala roho yako inakuwa imekamilika, inakuwa kama Kristo mwenyewe jinsi alivyo. Na ndio maana tunapozungumza habari ya kukua kiroho, unaelewa tunaposema kukua kiroho tunamaanisha nini? Hatumaanishi kwamba hii roho ya mtu sasa inaanza kukua, imezaliwa inaanza kukua. Hamna kitu kama hicho. Umebadilishwa, umekuwa kama Kristo. Uwezo ule ule aliyotumia kumfufua Kristo ndio uwezo ule ule ulioko ndani yako. Roho yule aliyeyafanya haya yote yuko ndani yako, yuko ndani yangu. Sasa ninakwama wapi? Ndio ule utoto ambao tunausema. Huu utoto unakuwa wapi? Ni kwa sababu sijashawishika kwenye moyo wangu, kwenye nafsi yangu. Haya tunayoyasema, ukifika mahali ukashawishika, ukajua uwezo huu uko ndani yangu, nina uwezo wa kufanya kitu chochote, mabadiliko na mageuzi makubwa kwenye maisha yangu, utaanza kuona vitu vya ajabu. Sasa shetani anajua kabisa uwezo ulio nao, anajua kabisa nini ambacho Mungu amekifanya ndani yako. Hebu ngoja nikusomee kwenye tafsiri nyingine mstari huo ili uweze kuelewa. Kwenye tafsiri nyingine ya Kiswahili anasema hivi, ya Kiswahili ule tuliosoma, mstari ile tuliosoma, anasema ninaomba Mungu afungue mioyo yenu ili muone kweli yake, kisha mtalijua tumaini alilolichagua kwa ajili yetu. Mtajua kuwa baraka ambazo Mungu amewahidia watu wake ni nyingi na zimejaa utukufu. Na mtajua kuwa uweza wa Mungu ni mkuu sana kwetu sisi tunaoamini, ni sawa na nguvu zake kuu alizotumia kumfufua Kristo kutoka kwa wafu na kumweka akae upande wa kulia wa kiti cha enzi huko mbinguni. Ni uwezo ule unaokaa ndani yako. Haleluya. Jina la Bwana Yesu limebarikiwa. Sasa angalia kitu ambacho shetani anafahamu. Shetani anafahamu kwamba rohoni kwako huo uwezo unao. Na moja kati ya kitu ambacho shetani anakiogopa ni hivi: ukweli wa namna hii usije ukaingia kwenye nafsi yako. Kwa sababu utakapoingia kwenye nafsi yako sio tu kusikia, yani ushawishike ndani yako kwamba I say, kumbe mimi sio mtu wa kawaida. Kumbe mimi ndani yangu nina uwezo mkubwa usio wa kawaida. Sasa ujuzi huu ndio ule ambao unakufanya sasa uanze kudharau wachawi. Uwezo huu ndio ule ambao sasa unataka uanze kumdharau shetani, kuona kwamba ni kitu toto mdogo sana huyu. Wachawi hawawezi kunigusa, hawawezi kufanya moja mbili tatu, hawawezi kufanya kitu fulani, kwa sababu ya huu uwezo ambao uko ndani yako na wewe umeshashawishika kwamba huu uwezo ninao. Haleluya. Sasa angalia kitu ambacho shetani huwa anafanya ni hivi. Shetani ana kawaida, nimesema, ya kutime kwenye kitanda chako. Anakisemesha kitanda chako. Lengo mojawapo ni hili. Anakusubiri unapokuwa umelala kwenye kitanda ili apate nafasi ya kuingia kwenye ufahamu wako. Anatumia kitanda ili apate nafasi ya kuingia kwenye ufahamu wako. Huko kwenye ufahamu sasa inamwezesha yeye kupanda mbegu ya vitu vibaya, lakini pia inamwezesha yeye
kuondoa lile kusudi na kitu ambacho kimeanza kutoka rohoni kuja kwenye nafsi yako. Kwa sababu chochote ili kiwe na matokeo, yani ule utajiri tunaosema kwamba mimi ni tajiri sana, nina kila kitu, ili huo utajiri udhihirike kwenye maisha yako, ni lazima utoke rohoni uje kwenye nafsi yako. Ukitoka kwenye nafsi yako ishawishike kwamba ise kweli kabisa mimi ni tajiri bila shida yoyote, kweli mimi nimefanikiwa. Ukishashawishika namna hiyo, hivi vitu vinaanza kuflow kwenye mwili wako kirahisi sana. Sasa shetani anakusubiri ukiwa kitandani. Hapo ni maeneo mwafaka kabisa ambalo anasubiri ili adhibiti ile flow kutoka kwenye nafsi yako kuja mwilini. Inawezekana vimeshaanza kutoka rohoni. Kwa mfano, haya maneno ninayoyasema ni roho, ndivyo maandiko yanavyosema, ni roho. Yanakuja kuisemesha nafsi yako. Nafsi yako inaanza kupokea. Yaani huku ndani kuna nia inainuka kwamba okay, kuanzia leo sitadhulumiwa tena. Kuanzia leo vitu vyangu havitaharibika tena. Mipango yangu haitaharibika kama mara ya kwanza. Kwa sababu wewe mwenyewe unakumbuka, ulikuwa ukipanga mipango. Ukilala kitandani kwako, ukiamka ile mipango imevurugika. Na uelewi ni kitu gani ambacho kimevuruga. Ulikuwa ukilala, kabla hujalala unakutana na mtu anakueleza, nitakulipa hela yako kesho, njoo kesho saa 7, mzigo utakuwa umetoka, hela yako itakuwa tayari. Una imani kabisa hiyo hela utaipata. Lakini ukilala tu kwenye kitanda chako, ukiamka, huo mpango kesho umeharibika. Kwa nini? Kwa sababu adui anakusubiria kwenye hilo eneo ili aharibu hiyo mipango yako. Kwa sababu kufanikiwa kwa mpango wako hakutegemei yule mtu amesema atakupa kesho. Kunategemea huku ndani yako una uwezo wa kusukuma kiasi gani, kwamba alilolisema ndivyo ilivyo, na mimi nimeamuru hivyo, ile hela yangu naipata kesho. Sio akipata, wewe unavyoamuru huku ndani yako. Kwa hiyo adui anachokuja kufanya, sikiliza, adui anachokuja kufanya ni anakuja kwenye nafsi yako. Na ndio maana kuna aina ya wachawi. Ndio maana nilikueleza, nilisema hawa wachawi wanaokuja kukukaba sijui nini, hawa achana nao, yani wala huna haja ya kupata tabu nao, ni dhaifu sana. Kuna wachawi ambao wenyewe tunawaitaga ni maafisa usalama kwenye miji, ambao ukitoka kwenye semina kama hii wanaona kabisa kwamba nafsi yako imeshawishika, wanaona kabisa unaenda kufanikiwa, wanaona kabisa huku ndani yako umeamua kwamba mimi sio maskini tena. Ninaenda kukiambia kitanda kwamba kuanzia leo mipango ninayoipanga, nikilala hapa inafanikiwa kuanzia leo. Kesho naenda kufanikiwa, nikilala hapa nafanikiwa. Wanajua, wakishajua namna hiyo kwamba una mpango wa kwenda kufanya kitu cha namna hiyo, wanasubiri saa unapolala anakuja. Na anapokuja haji kukuroga au kukushikashika, kukutekenya na vitu vingine. Wanakuja kufanya operation ya kichwa. Na wanapofanya operation ya kwenye ufahamu wako, wanachotaka ni kuangalia hiki kitu kimeanza kuleta madhara kiasi gani ndani yako. Wanaona ameamua. Nisikilize mtu wa Mungu. Hauachi kuwa maskini utakapopata kazi. Hauachi kuwa maskini wateja watakapoanza kuja kwenye biashara yako. Unaacha kuwa maskini kwa kuamua kwamba kuanzia leo mimi sio maskini tena. Tena sio kwa maneno ya kujifariji. Yaani umeshashawishika huku ndani kiasi kwamba hadi unashangaa, hivi miaka yote hii nimewezaje kuishi na umaskini namna hii? Hivi nimewezaje kuvumilia na umaskini kwa miaka yote hii? Halafu wewe mwenyewe ndani yako unashawishika, unafika mahali unasema, I say, haiwezekani mimi kuwa maskini tena. Hata wafanyeje? Haiwezekani mimi kuwa maskini tena. Sio yale maneno ya kuimba, haiwezekani mimi kuwa maskini, haiwezekani mimi kuwa maskini. Afu linakuja wazo, si unafahamu ule mpunga umeanza kuharibika. Baba, ukiweza kwa mkono wako ponya mpunga wangu. Tayari umeshahama. Anajua hiki kitu hakijatoka ndani yako. Haleluya. Bwana Yesu amebarikiwa. Ngoja nikusomee mfano hapa. Naenda huko. Ngoja nikusomee mfano hapa wa mtu mmoja anachoniambia. Alafu leo nikwambie maisha yake yalivyo. Anasema hivi.
mtumishi, nimepita katika kipindi kigumu sana. Anasema, nilipokuwa naongea na wewe kipindi kile nilikuwa nimeingia hasara kubwa sana, kati ya milioni 20 hadi milioni 30. Anasema, natamani sana kusapoti huduma ili muweze kuifanya kazi ya Mungu. Ndio maana nataka nifanikiwe kwenye hizi kazi ili nimtolee Mungu, muweze kuihubiri kwa uzuri mno kaka. Anasema, ninajua kuna vitu ambavyo shetani anafanya. Anasema, ninajua Mungu anamwangalia shetani kama hamuoni, ila anamwangalia kwa dharau kubwa sana. Anasema, ila ushindi wa uzima na pesa, ameandika hivyo hivyo, anasema uko pale pale kaka. Anasema, pesa nitazishika tu. Anasema, sina shaka hata kidogo. Mtu ambaye hajafika kushawishika kwenye nafsi yake namna hiyo hawezi kusema hivi. Kwa nini huyu mtu anaweza akawa na msimamo kwa muda mrefu namna hii? Ni kwa sababu, naenda huko sasa, unisikilize. Kwa nini uombee kitanda chako? Biblia inasema, linda moyo wako kuliko vyote. Anasema, maana huko ndiko zitokako chemichemi za uzima. Kwa lugha rahisi anasema, uwe makini na moyo wako, kwa sababu huko ndiko kunakotoka mawazo yanayohusu maisha yako. Sijui unaelewa eh? Huko ndiko kunakotoka mawazo, fikra zinazojenga maisha yako. Kwa hiyo uwe makini nako sana. Sasa umeelewa shetani anakimbiliaga wapi? Kwenye nafsi yako. Na wakati gani mzuri ambao shetani anautumia? Unapokuwa kitandani kwako. Na ni muda gani huo shetani anautumia kwenye kitanda chako? Nitakwambia sio muda mrefu. Huyo ndugu ni mtu ambaye, yani yeye alikuwa akisikia tunaenda kwenye huduma mahali fulani, hana shida, atatuma sadaka yake. Na hata alipopita kwenye kipindi kama hiki, nilikuwa simuambii kwamba tunaenda mahali fulani kwenye huduma. Akisikia alikuwa ananipigia simu akiwa amekasirika sana. Ananiambia, mtumishi, umenidhurumu haki yangu. Namuuliza, haki ya namna gani? Anasema, umenidhurumu haki yangu. Anasema, unaponishirikisha kuhusiana na huduma, mimi kwangu ni fursa. Anasema, mimi siwezi kuhubiri kama wewe, lakini natamani watu wafunguliwe, wakombolewe. Kwa hiyo nimeshaamua hela yangu itaenda kuhubiri. Mtumishi, hata usiponiambia vyovyote vile, mimi nitatoa sadaka yangu. Yule ndugu baada ya muda kupita, muda fulani, Mungu amemfanyia dili moja la ajabu. Alikuwa na eneo lake amenunua. Lile eneo amekuja kulipima, wamelikuta lina madini ya dhahabu matani kwa matani. Serikali ilikuwa haijui, watu wa madini wa lile eneo hawajui. Wamechukuaga maeneo ya watu, lakini lile walilidharau. Walipita na mashine zao, wamepima, hawajaona hicho kitu. Kangu anafahamu, tunawahi kwenda kwenye hilo eneo, tukaliweka wakfu hilo eneo. Tuliweka wakfu hilo eneo. Maana yake tulisema hili ni mali ya Bwana. Haleluya. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Biblia inasemaje? Fedha na dhahabu ni mali ya, kama ni mali ya Bwana, Bwana alivitunza na kuvitafuta kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya watoto wake, ambao ni mimi. Kama Mungu yeye anazo dhahabu, anashindwaje mimi kunipa hata kakipande kadogo ka dhahabu nikiamua kwenda kuchimba dhahabu? Kama Mungu fedha zote ni za kwake, yeye ndio ameumba zote, anashindwaje kukupa hata kalaki? Ambako niko busy kwenye maombi, Baba katika jina la Yesu, yani Baba ukinipa laki nitajua kabisa kwamba wewe ni Mungu. Yani Baba usiponipa nitakufa mwenzio. Anashindwaje hata kukupa kalaki kama fedha zote ni za kwake? Tatizo sio Mungu kutupa vitu. Tatizo kuna mahali fulani ambapo shetani huwa anapatengua, ambapo panafanya sisi tusiwe na hayo maisha. Wamepima, wamekuta kuna madini matani kwa matani ambayo hadi yeye mwenyewe anashangaa.
Anasema nilikuwa na leseni ya eneo lote, nimeenda tena nimelikatia hilo eneo tu, nimelikatia kipekee. Yaani ana leseni ndani ya leseni. Nini anachofanya? Anasema kuliprotect, kwa sababu hata watakapokuja kuninyang'anya hakuna namna wanaweza wakanyang'anya hili eneo. Ndio huyu ambaye alikuwa anasema amepigwa hiyo milioni 30, alafu anasema hakuna namna nisiwe na hela. Hakuna namna nisiwe na hela. Huu ujasiri wa kuendelea kusema hivyo kila siku anautoa wapi? Kwa nini mimi na wewe ninaweza nikawa na ujasiri mwezi, lakini baada ya mwezi huo ujasiri haupo tena? Ninaweza nikawa na ujasiri wa kumwombea mume wangu, katika jina la Yesu aache pombe, ninaamuru, najua ameacha pombe. Anarudi kesho, baba, kama ni mpango wako aache, kama sio wako basi. Kesho kutwa anarudi tena, baba, nakuachia mikononi mwako, roho yake na ikabidhi. Wewe yule, maneno matatu ndani ya muda mfupi. Haya mabadiliko yanatoka wapi? Nani ambaye anabadilisha namna hiyo? Sio kwa sababu mambo yamekuwa magumu. Kuna mahali fulani pametenguliwa. Unaelewa, wewe huwa huingilikagi kirahisi. Unaelewa? Kwa shetani lazima atengeneze mkakati ambao kwa huo ana uwezo wa kuingia kwenye nafsi yako akatengua ule ukweli. Unyoshe mikono. Mara nyingi tumenyosha mikono kwenye vitu ambavyo hatukutakiwa kunyosha mikono. Lazima ujisemeshe kwenye nafsi yako, haijaisha mpaka imeisha. Yaani hili halijaisha shetani mpaka nimefunga. Yaani mimi kwa kweli hakuna kitu kinachofanikiwa mikononi mwangu. Yaani hamna kitu kinafanikiwa. Unamuuliza umefanya vitu vingapi? Yaani nimeuza maparachichi na dagaa zikashindikana. Dagaa tu na maparachichi ndio yeye hawezi kufanya. Ameshachora mstari kwamba mimi hakuna kitu kinachofanikiwa mikononi mwangu. Kuna wenzako wamefanya. Biblia inatuambiaje? Inatuambia jaribuni mambo yote, shikeni lililo. Unaamua ndani yako kwamba hili halijaisha. Yaani halijaisha mpaka limeisha. Yaani hata kama unaona boti ndio inazama, unasema bado tumaini lipo. Yaani tutaibukia upande wa pili. Boti inazama, unasema aise, haizami, alafu ndo inazama, unasema sawa, boti imezama lakini mimi bado kichwa kiko juu. Unaona na kichwa kinazama, unasema haijaisha mpaka imeisha, nitaibukia upande wa pili. Haya maneno ukiyasema ndani yako kwa muda miezi 3, maisha yako yanaenda kuchange kwa namna ambayo hujawahi kuona hata siku moja. Haleluya. Sasa angalia, siri iko hivi. Mwanadamu anapokuwa kitandani, ndio maana nimekuambia kitanda ni eneo la kiroho, na ndio maana Mungu anataka kila mtu alale. Ndio maana Mungu anataka mtu wake afanyeje? Mungu hafurahii pale ambapo hatulali. Anasema hivi, sikiliza, anasema hivi, nimalize hapa sasa hivi. Nipe tu dakika 5. Namaliza saa 12 kamili, saa 12 kamili tayari. Niongezee kama dakika 7. Una amani? Watu nyie wazuri sana nyie. Anasema hivi kwenye ile Zaburi ya 127. Zaburi ya 127 ule mstari wa 2. Anasema kazi yenu ni bure. Kama hujapata sikiliza. Kazi yenu ni bure mnaoamka mapema na kukawia kwenda kulala na kula chakula cha taabu. Anasema yeye humpa mpenzi wake usingizi. Kwa hiyo Mungu anataka ulale usingizi. Ndio maana shetani kuna wakati atakupiga kwenye hilo eneo la usingizi, kwa sababu anaelewa umuhimu wa eneo la kitanda chako. Anaelewa. Atakiamuru kitanda kutese, kisikupe utulivu unaotakiwa kuwa nao. Ni kitanda hicho. Yaani kitanda hakikupi utulivu. Unageukaga tu, hakikupi utulivu, kwa sababu anajua mwanadamu yoyote yule anapolala, anapokuwa kwenye kitanda chake kiroho au hata kimwili tu, wataalamu hivi vitu wamevisoma, wanajua ni lazima apitie hatua kubwa 3. Haleluya. Hatua ya kwanza wanaitwa rapid eye movement. Hii ni hatua ambayo unaenda kwenye usingizi wako. Yaani ni hivi. Kabla hujaanza ile umejilaza kitandani, Mungu anakupa neema
analeta wazo analotaka lilete matokeo kwenye maisha yako. Anakupa nafasi ya kulitafakari, unalitafakari ukiwa kitandani, unalitafakari. Alafu ghafla kausingizi kana kuchukua ukiwa kwenye wazo fulani. Uwe makini sana hapo. Sisi mara nyingi sana unaenda kulala, ile usingizi unakuchukua ukiwa kwenye wazo la kupoteza au wazo baya. Na ndio maana kila ukilala ukiamka unaona mambo mabaya. Hayaji kwa sababu ulikuwa unawaza, lakini kwa sababu katika ulimwengu wa roho kitanda kinafungua mlango wa kile ambacho umelala nacho. Kama ulikuwa unaogopa wezi, na hivyo hawatafungua hapa. Alafu unalala, unapotelea kwenye hilo wazo. Alafu unaota ndoto mwizi huyo kaja na nyundo anagonga nga. Sasa nakuhakikishia hivi, hii haijaja kwa sababu ni wazo. Haijaja kwa sababu ni ndoto isiyo na maana. Maana yake ni kwamba ile madhabahu uliolala inafungua mlango wa hicho kitu. Kwa hiyo kama mwizi alikuwa hana mpango wa kuja, shetani ni mwizi, anakuja kuiba, mlango umefunguliwa wa kuiba, amefungua. Sisi wenyewe ndio tunaufungua. Ndio maana Biblia inasema usimpe nafasi shetani. Manake kwa lugha rahisi, usimfungulie mlango shetani. Hasemi usimwache shetani afungue mlango, hana huo uwezo. Wewe ndio unayefungua. Umelala. Mimi nateseka sana. Nateseka sana. Nipendi mimi nyumbani kwetu. Wamenisema vibaya. Unalala, inapotelea hivyo, inafunguka mlango. Mara unaona shangazi anakuambia wewe. Nashtukati kwenye ndoto nimeota. Haijaja bahati mbaya, kuna mlango umefunguka. Okay, ngoja nikusemeshe hiki kitu utanielewa. Wale wanaosoma maandiko wanaelewa. Kuna mtu mmoja, sisi tunaamini Mungu anasemaga na watakatifu. Si tunaamini hivyo? Mwambie mwenzako sio kweli. Sikiliza, Mungu anasema na mtu ambaye amemfungulia mlango wa kusema naye. Awe mpagani au awe. Sikiliza. Unakumbuka kwenye Biblia tunasoma sisi wapendwa tuliookoka hadi tumepitiliza msalaba, tunasoma habari ambazo alifunuliwaga mpagani kabisa. Wale wanaosoma habari za Danieli, unakumbuka? Danieli alikuwa mcha Mungu. Unaposoma kitabu cha Danieli unakutana na habari za ufunuo wa siku za mwisho. Sasa nenda ukaangalie zile habari za ufunuo adimu namna ile, alifunuliwa nani? Nenda ukasome. Mwambie mwenzako hakufunuliwa Danieli pamoja na utakatifu alionao. Mwambie alifunuliwa mpagani. Anafunuliwaje mpagani? Sasa takusomea kesho hayo maandiko yako. Biblia inasema hivi, Nebukadneza aliota ndoto zake, hakuzielewa. Alafu Daniel anapoleta tafsiri anamwambia Daniel, mfalme, anasema mawazo haya yalikujia ulipokuwa kitandani. Na ameeleza kabisa, Biblia imeandika kabisa, kitandani. Ulipokuwa kitandani mwako, mawazo haya yalikujia kwamba siku za mwisho zitakuwaje. Na kwa sababu haya mawazo yalikujia ulipokuwa kitandani kwako, Mungu amekuja ili kukuonyesha siku za mwisho zitakuwaje. Kwa nini asimuonyeshe Daniel na utakatifu aliokuwa nao? Daniel manake hakufunua kitu cha namna hiyo. Mlango aliokuepo hakumfungulia Mungu kitu cha namna hii. Haleluya. Unaelewa mtu wa Mungu? Yale yalikuwa ni maono ya Nebukadneza. Nebukadneza kaona maono ya siku za mwisho. Very potential issue muhimu sana Mungu anamfunulia huyu mtu mpagani. Kwa nini? Kwa sababu hiyo anapolala analala na kitu hicho. Wengi wanapolala unaanza kuota ndoto. Kuna wakati unaota ndoto kama vile unaota ndoto, alafu ile ndoto unayoota kabisa
unasikia na yale watu wanaoyasema huko, si ndio? Kama wanasema ubwabwa wa jana ulikuwa mtamu, na wewe unaanza kusikia, na kwenye ndoto unaweza kaona na ubwabwa, unaweza kahisi unakula na huo ubwabwa, si ndio Alafu kuna level ya pili. Kuna level ya pili ambayo hivi vitu ambavyo unaviona vinazama kwenda kwenye kilindi chako. Alafu kuna level ya tatu ambayo kwa kitaalamu kwa Kilatini inaitwa limbus, ambayo kwa lugha ya kawaida Waebrania waliita limbo. Limbo tunasema ni ile hali ambayo mtu anaifikia kila anapokuwa amelala, kila mtu, ambayo Mungu anasema na huyu mtu mambo nyeti. Mwambie mwenzako mambo nyeti. Anasema na huyu mtu mambo nyeti. Ndio maana nimekueleza mambo nyeti Mungu hasemi na wewe ukiwa barabarani. Mambo nyeti Mungu anasema na wewe ukiwa kwenye hatua ya limbo. Sasa hii hatua either unaweza ukayaona na kusikia au usione kabisa. Unaweza ukaota ndoto au usiote ndoto. Lakini haimaanishi kwamba Mungu hajasema na wewe. Utakuwa na amani nikusomea mstari mmoja tu leo, ili kesho tuendelee mahali pengine. Una amani kabisa. Wewe mtu mzuri sana. Ayubu 33 mstari wa 14. 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 Anasema hivi. Naomba nitaanza mstari wa 14 mpaka mstari wa 17. Wa 17. Anasema hivi. Kwa kuwa Mungu hunena mara moja, naam hata mara ya pili, ajapokuwa mtu hajali. Kwa hiyo Mungu anasemaga wakati wote, si ndio? Zaidi ya mara moja. Huyu mtu hajali. Kwa nini hajali? Sio kwa sababu ana kiburi, haelewi, hasikii. Anasema katika ndoto, katika maono ya usiku, usingizi uajiliapo watu. Angalia haya maneno. Usingizi uajiliapo watu. Katika usingizi kitandani. Naomba usimame. Usingizi uajiliapo watu wapi? Kwani watu hatulalagi kwenye kochi? Kwani watu hatulalagi kwenye gari ukalala, hatulalagi? Kwa nini Mungu anasema uajiapo kitandani? Kwa nini kitandani? Pana kitu gani kitandani? Anasema ndipo uyafunua masikio ya watu. Ndipo uyafunua masikio ya watu. Masikio gani hayo? Mwambie mwenzako masikio ya ndani. Ndipo uyafunua masikio ya watu na kuyatia muhuri mafundisho yao. Anasema ili amuondoe mtu katika makusudio yake. Sikiliza haya maneno. Amuondoe mtu katika makusudio yake. Amuondoe mtu katika makusudio yake na kumficha mtu na kiburi. Sasa utaelewa ni wakati gani shetani huwa anakuondoaga kwenye makusudio ambayo Mungu ameyaweka ndani yako. Ni wakati gani? Usiku unapokuwa umelala. Sasa haijalishi, sio lazima iwe usiku. Haleluya. Usiku unapokuwa umelala kitandani pako. Biblia inasema Mungu ndipo anapoyafunua masikio. Hili neno masikio, nenda ukaangalie tafsiri yake. Hamaanishi tu masikio haya. Anasema ndipo Mungu hufunua nafsi za watu. Mungu hufunua nafsi za watu. Alafu anaanza kuchunguza kule kwenye nafsi. Anaanza kuondoa kwenye makusudio kwamba huyu amekusudia kufanya kitu kibaya, haitakiwi kuwa hivi. Aidha huyu mtu anajua au hajui. Ndio ile mtu alikuwa anawaza jambo baya alafu ghafla anaghairi. Ulikuwa unawaza kitu kibaya kwamba huyu kesho mimi nitamkomesha, alafu ghafla unaamka asubuhi umeghairi. Achana naye. Alafu unaamka unasema yani nikajitahidi ukujitahidi. Mungu alikuondoa kwenye hayo makusudio. Ndio maana Biblia, wale wanaosoma wanajua Biblia inasema Mungu huwa anachunguza viuno, huvijaribu viuno. Sasa wengi hapo tumeweka tafsiri moja tu kwenye zinaa. Sio kweli. Nenda kwenye Kiebrania, hilo neno viuno ni nini? Ni nafsi. Anasema nafsi. Anajaribu nafsi. Sasa angalia, leo hii tunaye Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu yuko ndani yetu. Roho Mtakatifu ndio anapeleka ripoti hizo.
Kwa kuna wakati Mungu hasubiri mpaka tutakapokuwa tumelala aje achunguze. Anajua yote yaliyoko ndani yetu. Sasa issue ni kwa huyu jamaa hili shetani. Shetani hajui kila kitu kilichoko ndani yako. Ni lazima aje sasa afungue sikio lako huku ndani, nafsi yako aipasue unapokuwa umelala, unapokuwa limbo. Na ni kamda kafupi sana. Kamda kafupi sana, akazidi dakika 1. Anafungua huku ndani. Alafu anaona huku ndani, aha, huyu huku ndani kuna kusudi amelipata. Ameamua kwamba kuanzia leo hatakuwa mgonjwa tena. Wana uwezo wa kuondoa ile mbegu, alafu wanapanda mbegu ya uharibifu. Umesoma ule mfano wa Yesu anaposema kuna mtu alienda kupanda mbegu kwenye konde lake, akapanda mbegu iliyo njema sana, lakini zilipoota yakaonekana na magugu. Watumishi wake wakasema, hukupanda hapa mbegu njema tu, limepata wapi basi ili shamba magugu? Anasema aliyefanya hivyo ni adui mwenye shamba alipokuwa amelala. Kwa sisi tunaanza kufundishana, wapendwa, msilale. Kesha kwenye maombi, msilale. Utakufa wewe usipolala. Mungu anampa mpenzi wake usingizi. Haleluya. Kulala ni baraka. Acha kujidai kwamba umeokoka hadi umepitiliza msalaba. Yaani mimi silalagi kabisa. Yaani mimi kwa mfano nikilala hivi saa 3, yaani nikifika saa 4 tu maombi mpaka saa 11 utakufa. Mungu anampa mpenzi wake usingizi. Sisemi usiamke usiku kuomba, lakini hakikisha kwamba unalala. Haleluya. Amka, omba, lala. Ili Mungu kuna vitu afanye huko ndani yako, lakini pia ili uweze kumzuia shetani kuondoa vitu ambavyo Mungu amefanya ndani yako. Wangapi wanatamani kuendelea kusikia hili jambo? Sasa sikiliza, usiache kuomba. Haleluya. Na tutakuwa na maombi. Na maombi ambayo tutayafanya hapa ni deliverance ya ndani sana. Tutaenda kugusa ndani sana. Na ni deliverance au kufunguliwa kwa watu waliookoka, tulioko ndani ya Kristo. Haleluya. Hata kama hujaokoka huko hapa, uwe na amani tu, tutaomba sala ya toba, utaokoka. Tufanye hiyo deliverance ya ndani. Yale mambo ya ndani ambayo adui ametuweza kwa hayo, ambayo hatuyagusi kirahisi. Madamu nyingi tunapoomba tunaombeaga vitu vya nje, lakini kule ndani huwa hatugusi vizuri. Uko tayari kwa ajili ya hilo mtu wa Mungu? Uko tayari kabisa kwa ajili ya hilo mtu wa Mungu? Namfurahia sana Mungu kwa ajili yako. Kuna mtu mmoja yuko hapo nyuma ananifurahisha kweli. Nikisema uko tayari anasema haraka, huyu mtu kitu kimeingia ndani. Ubarikiwe. Lakini ninajua na anayeshangaa na yeye kuna kitu anatafakari huku ndani. Hivi inawezekana au haiwezekani? Au inawezekana eti? Na yeye ni wa muhimu sana. Tukutane hapa kesho tena, tupate nafasi ya kufanya hivyo. Haleluya. Haleluya. Naomba nimshukuru Mungu. Baba, katika jina lako takatifu, asante Bwana. Hauokoi kwa maneno mengi au machache, lakini Mungu unatubariki sana na kutupa neema mno na kutufadhili sisi wapenzi wako. Unataka tufanikiwe. Umesema aonavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. Bwana Yesu, tumeona uharibifu mno. Hata tulipoona mambo mazuri hayakukaa ndani yetu. Hata tulipoona ushindi havikukaa ndani yetu. Ni kwa sababu Bwana hatujui ni wapi tunatakiwa tupashughulikie. Tusaidie Roho Mtakatifu ili tushughulike na hapo. Tusaidie Mungu uliye hai ili tushughulike na hayo. Baba, ni kwa utukufu wa jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Namwombea mtumishi wako huyu Bwana. Moyo wake uendelee kuwa wazi kwako. Aendelee kufungua moyo wake kwako Bwana. Ufanye ile deliverance ya kufunguliwa ya vilindi vya ndani, vile vifungo vya ndani ambavyo adui anaamini kwamba hatujui. Maana kutokujua kwetu ndio kifo chetu, ndio mauti yetu. Neno lako linasema tunaangamia kwa kukosa maarifa, na haya ni yale ya ndani. Tusaidie sisi watoto wako. Hatuna pa kwenda pa kukimbilia, hatuna pa kumwendea wa kumkimbilia. Ni wewe peke yako Mungu uliye hai. Kwa utukufu wa jina la Yesu nimeomba nikishukuru. Amen. Mungu akubariki sana, akupe neema. Lakini hapa ninacho kitabu, namna ya kuisikia sauti ya Mungu. Nitakueleza vizuri kuhusiana na hiki kitabu, lakini natamani ukipate hiki kitabu